Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwenye YouTube channel yetu. Mtafaruku mkubwa umezuka ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Tanzania bara kufuatia kauli zilizotolewa hivi karibuni na baadhi ya wanasiasa wa chama hicho visiwani Zanzibar, ambapo tayari wabunge wawili wa upande wa Tanganyika wamejitokeza hadharani kulaani mambo hayo. Viongozi hao wa upande wa bara wameweka wazi masikitiko ya dhidi ya kile wanachokiita kuwa ni kauli ya kichochezi, ubaguzi na zenye kuleta migawanyiko ambazo zimekuwa zikitolewa na mawaziri pamoja na wabunge kutoka upande wa Zanzibar. Jambo hili linaonyesha wazi kuwepo kwa mtikiko ama mtikiziko mpya wa kisiasa unaoweza kuendelea kwa muda mrefu, huku kukiwa na mabadilishano makali ya hoja kati ya wanasiasa wa pande zote mbili za muungano wa Tanzania, huku kila upande ukijaribu kusimamia maslahi ya eneo lake la kijiografia. Mbunge wa kwanza kujitokeza hadharani kwa upande wa Tanzania bara na kukemea kauli hizo za Tanzania Zanzibari ni mbunge wa Geita Vijijini Joseph Kasheku Musukuma, ambaye amepata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa watu wengi kwa kusimamia maslahi ya Tanganyika. Mbunge huyo alieleza kuwa yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM aliyechaguliwa na kura kutoka pande zote mbili za Zanzibar na Tanzania bara, na anakumbusha muungano ulianza tangu enzi za shule kwa waasisi kuchanganya uondo, lakini kwa sasa vizazi vimechanganya hadi damu. Joseph Kasheku Musukuma amewataka wabunge wenzao wale kutoka Zanzibar kujadili maswala yanayohusu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla badala ya kuanza kuwagawa wananchi kwa kutoa kauli zisizokuwa na sababu yoyote ya msingi. Katika malumbano hayo, mbunge huyo wa Geita Vijijini amekemea matumizi ya maneno yenye viashiria vya ubaguzi yanayotolewa na waziri mmoja wa Zanzibar aliyewafananisha watu na samaki aina ya sangara, sato na kapale. Joseph Kasheku ameibainisha kuwa upande wa bara haujui ubaguzi wa Mzanzibari bali unatambua undugu wa Mtanzania mmoja, na akatolea mfano kuwa katika maeneo ya wachimbaji madini mkoani Geita, robo tatu ya wanaofanya biashara hiyo ni Wanazanzibari wanaotibiwa na kulishwa samaki aina ya sato na sankara bila kubaguliwa. Kufuatia hali hiyo, mbunge huyo amemuomba rasmi Rais wa Zanzibari Daktari Hussein Mwinyi kuchukua hatua kali za kinidhamu dhidi ya mawaziri wanaotoa kauli za kibaguzi, kwa sababu wanapoongea kama mawaziri wanawakilisha msimamo rasmi wa serikali, jambo linaloweka majibu kwao kuchunga kauli zao. Mbunge mwingine wa Chama cha Mapinduzi upande wa Tanzania bara aliyeongelea swala hilo kwa hisia kali bungeni ni mbunge wa Tarime Vijijini Mwita Waitara, ambaye yeye amejikita zaidi katika kauli zilizotolewa na mbunge mmoja wa Zanzibari anayeitwa Zimai. Mbunge huyo wa Zanzibari anatuhumiwa kutoa kauli iliyomshambulia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi kwa kumuita jina la Yuda na kumtuhumu kuwa anasaliti Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwita Waitara amewasilisha pendekezo rasmi mbele ya mwenyekiti wa kikao cha bunge akitaka mbunge huyo wa Zanzibari atimuliwe mara moja katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa tuhuma nzito za usaliti bila kutaja jina moja kwa moja ndani ya ukumbi wa bunge. Mwita Waitara ameeleza kuwa mbunge huyo Simai anajulikana kwa tabia za kutoa maneno yasiyo za kimaadili, kwani aliwahi kumtukana kiongozi mkuu kule Zanzibari kabla ya kuja kupata nafasi ya ubunge katika bunge la Muungano wa Jamhuri la Tanzania, na kwa mara tu baada ya kufika akaanza kuleta mitafaruko ama mifarakano
kwenye bunge hilo. Mbunge huyo wa bara alisisitiza kuwa viongozi wakuu wote watatu wa kitaifa ambao ni rais na amri jeshi mkuu Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais ambaye ni msaidizi mkuu wa rais, pamoja na waziri mkuu Emmanuel Nchimbi ambaye ni mtendaji mkuu wa shughuli za serikali wanaheshimiwa na kuungwa mkono kikamilifu. Mwita Waitara alifafanua kuwa bunge aliwezi kuvumilia watu wasioheshimu katiba ya Zanzibari na viongozi wakuu, hivyo akitaka hatimaye atoke nje na nafasi yake ichukuliwe na mtu mwingine mwenye heshima na nidhamu ya uongozi. Kauli hizo zilizotolewa na wabunge wa Tanzania bara zimepokelewa kwa hasira kali sana upande wa Zanzibari, ambapo wanasiasa kadhaa wa visiwani humo wamejitokeza kujibu mapigo dhidi ya Joseph Kasheku Musukuma na Mwita Waitara. Mwakilishi wa jimbo la Ziwani kupitia baraza la wawakilishi Zanzibar, Mohamed Ali Salim ametamka bayana kuwa kama kutetea haki za Wanazanzibari kupata ajira kuna tafsiriwa kama kitendo cha kuvunja muungano, basi ni bora muungano huo wenyewe uvunjike mara moja. Mwanasiasa huyu alilalamika kuwa ajira chache zilizopo zimekuwa zikichukuliwa na wananchi kutoka upande wa pili wa Tanzania bara, na kwamba kila wanapojaribu kusema ukweli huo wanashambuliwa kwa madai ya kubeba muungano. Mohamed Ali Salim alisisitiza kuwa yeye kama mwakilishi wa jimbo la Ziwani ataendelea kutetea na kuwaombea vijana wa Zanzibari wapate nafasi za kazi, kwa sababu katiba ya Zanzibari imeweka tafsiri ya wazi kabisa kuhusu mtu anayestahili kuitwa Zanzibari. Mwakilishi huyo aliongeza kuwa kuna mgawanyiko wa tafsiri kati ya wizara ambazo ni za muungano na zile ambazo ni za muungano si za muungano, kunradhi, akitolea mfano sekta za utalii, usafiri pamoja na kilimo ambazo kisheria ni mali ya muungano. Alielezea kuwa Wanazanzibari wana haki ya kuomba ajira katika taasisi hizo bila kuambiwa kuwa wanachochea ubaguzi au kusababisha kuvunjika kwa muungano, na unaweka msimamo kuwa ni lazima Wanazanzibari watafute njia mbadala za kuwapatia vijana wao ajira. Suala hili linalohusu maslahi mapana ya Zanzibari limeonekana kuwaunganisha wanasiasa wote visiwani humo bila kujali tofauti zao za kiitikadi, vyama vya kisiasa, asili ya Kiafrika au Kiarabu na hata maeneo yao ya Unguja na Pemba. Mbunge wa viti maalum kupitia chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, Nasra Nassoro, naye amejitokeza hadharani kuizungumzia swala hili kwa kuunga mkono msimamo wa Wanazanzibari wenzake na kukataa tuhuma za ubaguzi. Nasra alieleza kuwa kuongelea masuala na changamoto za Uzanzibari usiwekwe tafsiri ya ubaguzi, kwa sababu Wanatanganyika wana nafasi yao ya kisheria ndani ya muungano na Wanazanzibari nao wana haki na nafasi yao inayopaswa kuheshimiwa na kulindwa wakati wowote. Ndani ya mtafaruku huu kuna mambo kadhaa yanayojitokeza, ikiwemo ukweli kwamba maslahi ya kisiwa chao yanaweka Wanazanzibari pamoja kuanzia enzi za chama cha CUF hadi sasa kikiwa chama cha ACT Wazalendo. Kuna mtazamo wa muda mrefu visiwani humo kuwa Zanzibari inatendewa kama koloni la Tanganyika, jambo linalosababisha hisia za chuki kusambaa, wakati upande wa bara nao kumeanza kuibuka hisia kuwa Watanganyika wanagharamia uendeshaji wa Zanzibari, huku Wanazanzibari wakifaidika zaidi na muungano huo. Hata hivyo, tofauti na upande wa Zanzibari ambapo viongozi wanaongea kwa umoja, upande wa Tanzania bara ni wabunge wawili tu, Musukuma na Waitara, waliojitokeza hadharani licha ya kupata uungwaji mkono wa chini kwa chini kutoka kwa wenzao bungeni.